Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi. Kuna matatizo mengi sana ndani ya kanisa na watu wameyafumbia macho. Kanisa lina mamlaka makubwa sana ya kuwasaidia waumini wao kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Ni Mungu anayewapenda watu wake. Na Mungu amesema kwa kuwa umeyakataa maarifa na mimi nimekukataa. Wachungaji wengi wanafunga ndoa nyingi na kutoa baraka zao, lakini hizi baraka zao hazionekani kwenye ndoa hizo. Kuna migogoro mikubwa sana ndani ya ndoa za Wakristo. Kristo mmoja kule Musoma alikuwa ni mzee wa kanisa mzuri kweli, na mke wake vile vile alikuwa na kazi kubwa kwa kina mama, wakawa wanaheshimiwa sana. Lakini baada ya mwanaume kufa ndipo ilipojulikana ya kwamba kumbe kila mmoja alikuwa analala kwenye chumba chake mwenyewe. Huo ni mfano wa kweli, lakini kuna mingi sana ambayo hatujaisikia. Hali hii haipendezi mbele za Mungu. Na Mungu amezungumza kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 27 mstari wa 11 kwamba Mungu hatawaonea huruma watu wasio na maarifa. Tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu, sio mwanadamu wala sio shetani. Lakini wachungaji wamekuwa wepesi sana kukemea uzinzi ndani ya kanisa na hata kuwatenga wale ambao wamekuwa na uzinzi uliokithiri. Hali hii haipendezi. Wachungaji wanajitahidi kwa kiasi chao, lakini eneo hili la tendo la ndoa wamelifumbia macho sana. Sayansi imeliangalia eneo hili na sayansi inasema kwamba tendo la ndoa likiwa bovu linachangia migogoro ndani ya ndoa kwa asilimia zaidi ya 80. Mtu ambaye hafurahi tendo la ndoa kwanza anaanza kuwa na chuki, anaanza kuwa na hasira, lakini vile vile inaharibu afya ya mtu. Mungu ameweka utamu kwenye tendo la ndoa kwa sababu na mwanamke anahitaji kupata utamu wa tendo la ndoa na mwanaume anahitaji utamu wa kutosha kwenye tendo la ndoa. Mungu alipoweka utamu kwenye tendo la ndoa, sababu yake kubwa ni kwamba lina faida nyingi kwa mwili wako na kwa mahusiano yenu pia. Kama vile Mungu alivyoweka utamu kwenye maembe, kwenye mananasi, kwenye matunda mbalimbali ameweka utamu ili ule uvutiwe kula, kwa sababu Mungu anajua kwamba kila embe kuna virutubisho ambavyo vitasaidia afya yako kwa kiwango kikubwa. Kadhalika kwenye tendo la ndoa. Sasa wachungaji wengi wamelipuuzia jambo hilo kiasi ambacho kuna Wakristo ndani ya ndoa ambao wanalazimishana kufanya mapenzi, kitu ambacho sio mapenzi ya Mungu. Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mistari 5 ya kwanza anawaambia Wakristo, msinyimane tendo la ndoa, labda pale ambapo mmekubaliana kwamba tufunge ili tumtafute Mungu asaidie kuokoa wenye dhambi zaidi warudi kwa Mungu, waache dhambi zao. Sema napokuwa mmekubaliana hapo sawa. Lakini kinyume na hapo hakuna kunyimana. Na sayansi inasema kwamba katika siku 7 za wiki, iwapo siku ambazo hamfanyi tendo la ndoa kwa wanandoa ni nyingi kuliko zile ambazo mnafanya tendo la ndoa, ndoa hiyo inaenda korongoni.
Narudia tena, katika siku 7 za wiki, iwapo siku ambazo hamfanyi tendo la ndoa zinazidi zile ambazo mnafanya tendo la ndoa, hiyo ndoa inaenda hatarini, na huo sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu kabisa. Mpaka Mtume Paulo anasema kwamba msinyimane, ameongozwa na Mungu kuambia Wakristo, Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, wataangamia iwapo wameshindwa kutawala vizuri eneo hili la tendo la ndoa. Kwa sababu katika Wakorinto hiyo ya kwanza sura ile ya 7 anasema hivi, msinyimane ili msije mkampa nafasi shetani akawajaribu kutokana na udhaifu wa miili yenu. Kwa maneno mengine ni kwamba kama tendo la ndoa haliendi vizuri, linampa shetani nafasi ya kumsaidia mwanaume achepuke au mwanamke achepuke. Na nimekutana na kesi nyingi sana za watu ambao wako kanisani, wachungaji kwa raia ambao wanachepuka. Hebu fikiria, huyu ni mama mchungaji anakuja ofisini kwangu, mume wake amempa mimba mwanamke mpaka amezaa naye. Mama huyu nimemsaidia sana, alitoka Geita kuja Mwanza. Alipokuwa na wivu, anamwonyesha wivu sana mume wake. Mume wake alimwambia, wivu na wewe ni wa kijinga sana, na wivu hakuna sababu ya kuwa na wivu bwana, wivu ni upumbavu, kuwa na wivu ni upumbavu. Lakini baada ya mwanamke huyu kupata video za jinsi ya kumnogesha mwanaume hadi awe mpole kama bata, mwanaume sasa hivi ndio mwenye wivu. Na ukimwona mwanamke alivyokuwa na furaha, ameanza sasa kunenepa kwa kiwango kikubwa sana. Ni dada mzuri sana, na alionyeshwa na Mungu kwamba ataolewa na huyu mtu. Alionyeshwa na Mungu kabisa kwa maono, sio kitu cha kubahatisha. Lakini ndio hapo sasa Mungu aliposema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, ndio neno linatimia hapo. Kwa nini wachungaji wanalipotezea eneo hili la tendo la ndoa? Nilipoanzisha huduma hii, wakubwa wa kanisani kwangu waliniita, wakaniambia, kwa nini unafundisha mambo haya? Wakataka kunikataza, wakaniambia niache. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2006. Nikawauliza hao wachungaji, nikamwambia hivi, kama mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume na mimi nikamsaidia huyu mwanaume, nafanya dhambi? Akasema hapana, mwanamke aliapa kwamba atapasa avumilie mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kwa kama mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume, avumilie tu. Nilishangaa sana, na nilipokuwa namwambia hivyo, nilikuwa nimetoka kuwashauri mama na mume wake ambao walisafiri kutoka mkoa mwingine kuja kuniona Mwanza. Wamefunga na kuomba kwa sababu mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume, lakini walikuwa hawajapata suluhu. Kwa sababu wamenisikia redioni kwamba na dawa ambayo inaweza kuwasaidia, na kuna watu ambao tayari nilikuwa nimesha kuwasaidia ambao waliopata taarifa hizo walikuja ofisini pangu na nikawapatia dawa na mambo yakakaa shwari. Hebu fikiria mwanamke huyu ambaye ameokoka, uwezo wa kifedha anao, anaendesha gari ya milioni 60, na hivi karibuni amejenga apartment 2 kwa mwezi, analipwa 400,000. Anachepuka nje ya ndoa. Anakuja ofisini kwangu ananiambia, daktari, nimefunga na kuomba niachane na mchepuko, lakini nashindwa. Nasema nafunga na kuomba ili niweze kushinda nguvu ya kuendelea na huu uchepukaji, nimeshindwa. Katika mazingira kama hayo, mchungaji alijua hilo, na mchungaji wake namfahamu, alijua hilo, lakini ni mwanamke ambaye anatoa sadaka za kutosha, anahudhuria ibada za kutosha, ana mchango mkubwa kanisani, lakini amekuwa najisi kutokana na kutembea nje ya ndoa. Na sio kwamba ana mume anaye, na mume ana hela za kutosha kabisa. Inakuwaje kanisa linalizembea eneo kama hili? Mungu amezungumza kwenye Isaya 27:11 kwamba watu wasiokuwa na maarifa hata waonea huruma. Lakini sio hilo peke yake.
Nimeona kwenye mtandao watu wanaendesha semina, wanahubiri makanisani, mwanamke mheshimu mwanaume. Kwenye sendofu yanazungumzwa hayo, mwanamke mheshimu mwanaume, mwanamke mheshimu mwanaume, inazungumzwa sana. Sasa mwanamke atamheshimuje mwanaume ambaye ameshindwa kumletea raha katika maisha yake? Waingereza wana msemo wanaosema hivi, respect must be earned, yaani heshima lazima uifanyie kazi ndio ipate. Sasa kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8 mstari wa 7, Biblia inasema hivi, upendo una nguvu kubwa kuliko mauti, na hata maji mengi hayawezi kuuzimisha. Na kama mtu angetoa mali zake zote za nyumbani mwake, lakini akashindwa kutoa upendo, mapenzi ya kitandani ya kutosha, huyu ni wa kudharauliwa kabisa. Unaweza kuona hapo, Biblia inasema kwamba kuna mwanaume ambaye anapaswa adharauliwe, lakini kwa vigezo hivi vya kushindwa kumpa raha ya mapenzi ya kitandani mkewe. Sasa unyewe mmekazania tu, mwanamke mheshimu mwanaume, mwanamke mheshimu mwanaume, mwanamke mheshimu mwanaume. Jamani, huyu mwanamke mnampa mzigo usio wa kwake. Lazima mwanamke awe na furaha ndio ataweza kumheshimu mwanaume kikamilifu. Hebu fikiria mwanaume huyu ambaye anapata shida kumtamkia mke wake na kupenda. Anasubiri mwanamke kwanza amtamkie na kupenda, afu na yeye aseme I love you too. Yeye kuanzisha hawezi. Kumtamkia mke wako kwamba nakupenda ndani ya ndoa miaka 7 au 10 au 20 sio dhambi. Ni kitu ambacho mwanamke ameumbwa anapenda kukisikia ili ajione salama ndani ya ndoa. Mwanamke usipomtamkia mara kwa mara na kupenda anajisikia vibaya. Nitakuonyesha kwenye video inayoandaa nyingine ambayo itakuwa ni ndefu, umuhimu wa kumsifia mpenzi wako, awe ni wa kiume au wa kike. Mama mmoja katika tafiti ya mada hiyo ambayo inakuja, kama hujajisajili kwenye channel hii, jisajili, akasema nimeanza kumnyima mume wangu tendo la ndoa. Kwa sababu gani? Sasa hivi nimeongezeka uzito kidogo na kilo 95. Lakini mume wangu anisifii. Kwa hiyo najisikia vibaya kumvulia nguo. Kwa hiyo ameanza kumnyima tendo la ndoa mume wake. Sasa kumsifia mwanamke uzuri wake, amevaa vizuri, amepika vizuri, ni kitu ambacho hakihitaji pesa. Sasa unaweza kuwa na hela nyingi unampa mke wako, lakini ukashindwa kumsifia mara kwa mara, atachepuka. Sababu wanaomtongoza wanamsifia, una miguu mizuri, una matiti mazuri, una tabasamu zuri. Hayo ni mambo ambayo wewe kama mume wako ulipaswa uyafanye, lakini umsifie mke wako. Lakini unajiona kwamba uko sahihi kabisa, lakini mbele za Mungu unafanya dhambi. Kwa sababu gani? Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17, Yakobo 4:17, neno la Mungu linasema hivi: mtu anapojua lililo jema na asilifanye, kwa mtu huyo kwake ni dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Unajua mke wako anahitaji kusikia kwamba unampenda, kamtamkia, sio kwenye message. Lakini inakushinda. Kwa nini linakushinda? Wakati wewe kama mlokole unasema kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hili la kumwambia mke wako nakupenda, mbona linakushinda? Unasema nampa hela kila siku, nampa hela kila siku zinatosha, kwani hajui nampenda. Unapomtamkia kwamba nakupenda, sio kwamba unampa taarifa. Hapo unamthibitishia kwamba bado nakupenda. Tulianza miaka 10 iliyopita, huu mwaka wa 11, bado nakupenda mke wangu. Japokuwa una kitambi, lakini bado kitambi chako vile vile nakipenda vile vile.
Hilo ni jambo la msingi sana kulikumbuka. Outing, hakuna outing, hakuna uwezo kumtoa outing. Outing yenu mpaka labda mnaenda kwenye msiba ndio mnaenda audio outing, au mnaenda kanisani. Hakuna outing. Lazima kwa makusudi kabisa, mwanaume, panga outing na mke wako. Mnatoka hata kama mna 1,000 maji ya 500 mnakunywa, mnatia story. At least na mwanamke naye anaona kwamba mume wangu anajivunia kuwa na mimi, amenileta hadharani. Anajivunia kuwa na mimi. Kwa hiyo inajenga mshikamano wa kihisia. Kwako wewe unaona kwamba haya sio muhimu, lakini kwa mwanamke ni kitu ambacho anakihitaji. Ni cha muhimu kwake kuliko hata hizo hela unazompa. Labda nikwambie, nazungumza sayansi. Sizungumzi hadithi za paka na panya. Sasa unaposhindwa kutengeneza vitu ambavyo vinakumbukika, wazungu wanaita memorable, itakuwa vigumu sana kwa huyu mwanamke kuendelea kukupenda wewe kwa dhati. Hebu fikiria, mwanamke huyu anasali kanisa la TAG la Kilokole. Ameanza kutongozwa na mchungaji. Mchungaji kapiga, kashindwa. Mzee wa kanisa naye akaingia. Na mzee wa kanisa ni handsome na ana uwezo mkubwa wa kifedha kuliko mume wake. Na anasema anampenda. Huyu mzee wa kanisa ameanza kumtongoza huyu dada kuanzia mwezi wa 9 mwaka jana. Huu ni mwezi wa 5 mwaka 2026. Alianza mwezi wa 9, 25. Ni miezi mingapi? Anatongoza. Na mpaka siku hiyo na chat na huyo mama. Ananiambia angalia message yake leo nitumie sasa hivi. Anasema hachoki huyu mzee wa kanisa. Na ni very handsome. Na ana mke. Sasa mwanamke ananitafuta mimi kwa sababu sasa hivi ameanza kulegea. Anataka ambulie chupi mzee wa kanisa. Kanisa la TAG la Kilokole. Na huyu mama ni kiongozi kanisani. Sasa atafanya dhambi ya uzinzi. Mchungaji hata ameshindwa na yeye ni mwenye dhambi. Mnalitia unajisi kanisa. Kanisa linatiwa unajisi kwa mambo kama haya. Lakini kanisa limekaa kimya juu ya eneo hili la tendo la ndoa. Kama nilivyozungumza kwamba kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 8 mstari wa 7 kwamba mwanaume anayeshindwa kuonyesha mapenzi ya dhati ndani ya ndoa ni wa kudharauliwa kabisa. Kwa hiyo msiwakandamize wanawake kwa kuambia waheshimu waume zenu, waheshimu. Kwa nini hamwambii wanaume wajibu wao? Lingine, asilimia kubwa ya wanaume wanasubiri mwanamke aombe pesa. Na kuna msemo mkubwa sana katikati ya wanaume wanaosema kwamba wanawake wanapenda pesa. Ndivyo walivyoumbwa na Mungu. Mwanamke anapokuwa mjamzito hawezi kufanya kazi. Anapokuwa amejifungua hawezi kufanya kazi. Anapaswa amtegemee mwanaume. Ndio akili yake alivyoumbiwa. Sawa, Mungu alipompa adhabu mwanamke wa kwanza kwenye bustani ya Edeni, Eva, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, alimwambia mambo mawili. Utazaa kwa uchungu, lakini na vile hamu yako itakuwa kwa mwanaume na mwanaume atakutawala. Sasa hamu yako itakuwa kwa mwanaume na mwanaume atakutawala. Sasa wanaume wengi wanashindwa kufikisha mwanamke kileleni. Mwanaume anaishi ya goli moja, anakuwa ameshindwa kumfurahisha mwanamke. Wanawake wanaweza kufika kileleni hata mara 10 kama wamekutana na mwanaume ambaye anachelewa kumaliza. Anaweza kufika kileleni hata mara 10. Lakini mwanaume anaenda mara moja. Wanaitwa multi-orgasmic creatures. Sasa wewe mwanaume unamkojolea tu mwanamke, huna uhakika kwamba amefika kileleni au hajafika, lakini unaona mambo ni shwari. Itakuponza, sio shwari.
kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa sana sana. Sasa mwanamke ambaye hafiki kileleni ana mwanaume anaisha goli moja ni hatari sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 7 mstari wa 10 hadi wa 20 utakutana na stori ya mwanamke ambaye ameingia viwanjani anatafuta mwanaume wa kumridhisha kwa sababu mume wake amesafiri. Hii ni Biblia. Akampata kijana akamwambia, hivi mume wangu amesafiri, ameondoka na hela nyingi, nimeandaa kitanda changu, nimeweka bed sheet, matandiko ya zebra, nimeweka na perfume na manemane na mdalasini, twende tufanye mapenzi usiku kucha mpaka asubuhi. Huo ndio mstari wa 18. Nasema hivi, tufanye mapenzi, tufurahie mapenzi mpaka asubuhi. Yaani mapenzi gani ya kitandani anayozungumzia hapo kama sio kutiana? Sasa kwa maneno mengine, huyu mwanamke anataka mapenzi ya muda mrefu, sio dakika 10, 15. Kwa maneno mengine ni kwamba Mungu anataka mwanamke apewe show ya kutosha, show ya kikubwa, sio ya kitoto. Sasa wewe dakika 15, 20 umechoka, unajiona mjanja, lakini Mungu amemtengenezea mwanamke kwamba anaweza kwenda show akakojoa mara 20 kwa usiku kucha. Inawezekana. Sasa wewe unamkojolea tu, unamwacha hivyo hivyo. Na katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye ashatembea na wanaume 2 au 3 4, ataanza kumkumbuka mwanaume ambaye alikuwa na mlamba vizuri. Nimekutana na kesi nyingi ambazo mwanamke anasema kwamba napofanya mapenzi na mwanaume wangu na mume wangu wanavutia hisia kwa Shabani ambaye ni mpenzi wangu wa zamani. Tulishindwa kuoana kwa sababu ya dini, yeye ni Muislamu, ni Mkristo. Wanavutia hisia huko. Nafanya mapenzi na mume wangu lakini namkumbuka na mwaza Shabani. Ndio maana unasikia mtu anapofika kilele anaanza kumuita Shabani wakati mume wake anaitwa Alex. Anapiga kelele Shabani, 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 wakati mume wake naye anaitwa Alex. Hizo kesi zipo. Wachungaji, kwenye kitabu cha Malaki, nyinyi ndio ambaye mnaambiwa mnapaswa muwe mnatunza maarifa. Kumbuke I think ni sura, kama sikosei ni sura ya 2, lakini iko kwenye kitabu cha Malaki. Anasema msipokuwa na maarifa, baraka zenu mnazozitoa pale madhabahuni mnapowafungisha ndoa, Mungu atazifanya kuwa laana. Bahati mbaya Biblia yangu iko mbali. Ngoja nichukue Biblia yangu nikuonyeshe mstari huu. Hii ndio Biblia yangu, nikuonyeshe uweze kuona kwamba siongei hadithi za paka na panya. Siongei hadithi za paka na panya. Muone jinsi gani jambo hili lilivyo serious. Kitabu cha Malaki. Kitabu cha Malaki. Ngoja nikusomee haya maandiko. Sikiliza. Malaki sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 5. Sikiliza. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha mabaya. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Kwa sababu hiyo mimi nami nimewafanya ninyi kuwa kitu cha kudharauliwa. Unaweza kuona hapo. Nitarudia mstari wa 9. Sema, kwa sababu hiyo mimi nami nimewafanya ninyi kuwa kitu cha kudharauliwa na unyonge mbele ya watu wote, kama vile ninyi msivyozishika njia zangu, bali mmewapendelea watu katika sheria.
Unaweza kuona jinsi gani ilivyo Mungu anavyozungumza hapo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanapaswa yafanyike, na kuna mahali pale ambapo anasema kwamba nitazilaani baraka zenu, sikumbuki ni wapi, lakini iko kwenye chapter hii na sikumbuki ni wapi. Kwa haya ni mambo ambayo mnapaswa myashughulikie, wachungaji na watu wa Mungu. Ningependa kumalizia na pointi hiyo hiyo ya mwanamke kupenda hela. Mwanaume, unaposubiri mwanamke akuombe pesa, unafanya makosa makubwa sana, sio kidogo. Ni makosa makubwa sana. Kwa sababu gani? Kuna mahali pengine mwanamke atakuomba pesa huna, utajisikia vibaya. Lakini ukiwa na tabia ya kumpa pesa kabla hajakuomba, sawa, pale anapokuomba labda imetokea dharura kumwambia sina, atakuelewa. Lakini wewe unayesubiri mwanamke akuombe pesa, unafanya makosa makubwa sana. Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba katika tendo la ndoa mwanamke anahitaji maandalizi ambayo hayapungui, kutokana na tafiti za kisayansi, dakika 14.8. Yaani yasipungue hapo. Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo inapaswa ulifanyie kazi kila eneo ili mwanamke afike kileleni, sio mara moja. Na mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo na video sio chini ya 60 kwa ajili ya wanawake na video karibia 57 za wanaume. Kwa hiyo kama unazihitaji video hizo, unaweza kuagilizia na maelekezo na kuwekea hapo. Gharama yake ni shilingi 10,000. Mwanaume kitakaza mwanaume na mwanamke zote mbili, pande zote mbili ni shilingi 20,000. Lakini kwa mwanaume peke yake ni 10,000 na mke peke yake ni shilingi 10,000. Ni video ambazo zimewasaidia wengi na shuhuda zangu unaweza kuziona kwenye peji yangu ya Instagram na nitakuandikia hapo chini. Kwa ni kipengele ambacho kinapaswa kifanyiwe kazi. Tusiwakandamiza wanawake. Wanawake wanakandamizwa sana na wanakosa raha mpaka wanapata vidonda vya tumbo. Kunaongea na mama mmoja kutokea Geita. Sema, daktari, vidonda vya tumbo vinanisumbua sana. Mume wangu hataki nimwandae kwenye tendo la ndoa, hataki kabisa. Na video nimemtumia yule mwanamke. Mwanaume lakini hataki kuandaliwa. Nasema unasiletea mambo ya kimalaya hapa. Lakini yeye hamfikishi mke wake kileleni, na ni dada mzuri sana wa Kiislamu. Na haya mambo yapo. Uweze kuyasikia redioni, lakini ningependa nikwambie ndugu mtazamaji, heshima inafanyiwa kazi. Usimlazimishe mwanamke akuheshimu wakati hujampa sababu ya yeye kuheshimu. Sio kibiblia. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe na share marafiki zako, subscribe, alafu bofya ile kengele vile vile, ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Na Mungu akubariki. Kwaheri.